Pamoja na klabu ya Yanga kushinda bao 1-0 dhidi ya Simba, lakini naweza ngasema kwamba Yanga wameweza kucheza mchezo wa hovyo, haijawahi kutokea. Yanga imekuwa ni timu ambayo mara nyingi ikikutana na Simba katika dabi ya Kariakoo, wamekuwa ni timu ambayo mara nyingi matokeo yao, japo wamekuwa kishinda katika michezo mfululizo, lakini imekuwa ni timu ambayo inashinda kwa huruma za marefa. Naweza nikathibitisha msemo huu kufuatia mambo 10 ambayo nitaenda kueleza. Kwa hivyo kabla hauja comment yote, ni vyema kusikiliza mambo haya 10, lakini baada ya kunisikiliza ndipo uje kucomment. Yanga wamecheza mchezo mbaya sana, haijawahi kutokea. Sasa karibu ni kupitisha katika maeneo haya 10, pengine yanaweza kukuremind ukaona jinsi mchezo ulivyokuwa, lakini hata ushindi wao umekuaje. Nitaenda kuzungumzia jambo la 10 kuhusiana na waamuzi hapa. Hata matokeo ya mguu wa mwisho yanaonyesha kwamba watu wamezungumza sana kulingana na maamuzi ambayo yameweza kufanywa na refa Arajiga katika mchezo wa leo. Unaona ile goli ambayo limeweza kufungwa, lakini tunaona kabisa ile ilikuwa ni offside ya wazi. Pacome Zouzoua amesubiria mpira kama vile anasubiria mandazi gengeni, lakini bado hayo yote refa ambaye ndo msaidizi ameshindwa kuamua hilo Mohamed, lakini hiyo ikapelekea mpaka Arajiga mwenyewe kuruhusu kwamba hilo ni bao, lakini kwa kusema kweli hilo ilikuwa sio bao. Naweza ngasema kwamba hilo ni jambo la kwanza kabisa ambalo linaonyesha kwamba Yanga wameweza kucheza mchezo ovyo, wamekuwa wakipewa matokeo ya mfukoni tu. Lakini tena kuzungumzia kuhusiana na jambo namba 9, ambapo hapa tutaenda kuangalia kuhusu changamoto za kumbukumbu, yani kujipanga kwa muda wa kushtuka. Yanga tumeona katika huu mchezo hamna ambacho wameweza kukifanya. Zaidi wamekuwa ni wakipata mpira wa kurupuka na kukimbiza kama vile wanakimbiza mwizi, lakini mchezo huu tumeweza kuona kwamba Yanga wamefanya vibaya kwa sababu hakuna mchezo wote ambao unafanya. Lakini ukiangalia mpango mkakati wa klabu ya Simba chini ya kocha Fadlu Davis, unaona kabisa hapa ilikuwa pira linaguswa. Nitaenda kumsifu sana ingizo jipi ambalo limeweza kufanywa na klabu ya Simba. Hapa nazungumzia back Rushaine De Reuck. Naweza nikasema huyu ndo mchezaji ambaye mimi naweza nikasema ningempa man of the match, kwa sababu block yake ya mpira, unaona mipira mingi sana ameweza kuiblock, japo ilikuwa sio mipira moja kwa moja ambayo pengine ilikuwa ina hatari kubwa, lakini ameweza kupiga kazi kama punda. Kwa hiyo naweza ngasema kwa man of the match pengine apewe Rushaine De Reuck. Kwa hivyo Yanga wamekuwa wakipata mpira kushtukiza, yani hamna effort yoyote ambayo wameweka kwa ajili ya kutafuta mpira na kupeleka. Wamekuwa wakipata mipira tu ambaye unaipokea na kutupa mbele. Huo sio mchezo wa mpira wa miguu. Kwa naweza ngasema kwamba Yanga wameendelea kutuonesha kwamba mbele ya Simba wao wamekuwa wakifunga tu kwa bahati, yani kwa mapenzi ya Mungu, naweza ngasema hivyo. Lakini jambo namba 8 nitaanza kukupitisha katika issue ya kutokulinda nafasi walizozipata Simba. Kwa hiyo naweza ngasema kwamba mara nyingi Simba wamepata nafasi nyingi sana ndani ya eneo la box, lakini hili pia naweza ngasema ni kosa ambalo limeweza kufanywa na wachezaji wa Simba, hasa katika upande wa washambuliaji. Tumeweza kuona kwamba kuna nafasi ambazo wameweza kuzipata. Kwa mfano tukiangalia, alikuwa anapewa mipira sana Steven Dese Mukwala, lakini ameshindwa kuzitumia. Sasa sijajua ni kwa misingi ipi mpaka ameweza kuanzishwa na amecheza dakika nyingi, ingawa tumeona kwamba kiwango chake hakuwa katika kiwango bora kile ambacho tumekitegemea. Kwa hiyo katika klabu ya Simba pia hili ni kosa ambalo wameweza kulifanya. Wamepata mipira mingi ambayo wameshindwa kuilinda, hasa katika eneo la box. Hivyo naweza ngasema kwamba watu wengi wamekuwa kilalamikia katika huo upande. Hata chaguo la pili la kocha Fadlu Davis kumuingiza Selemani Mwalimu hata pia halijazaa matunda, kwa sababu Simba amekuwa akicheza mchezo fulani wa kistaki namna yake. Kwa hiyo hilo ni kosa la Simba. Lakini jambo namba 7 nitaenda kuzungumzia kuhusu kupoteza nguvu mwishoni mwa vipindi. Hapa nitaenda kuangalia katika mchezo wa dabi, shinikizo manyingi huwa linakuwa mwishoni. Unakuta wachezaji wengi hasa katika klabu ya Yanga wanakuwa wanakosa nguvu pale wanapopata mpira, na hii sio kwa dabi ya leo tu. Tumeweza kuona dabi nyingi sana huko nyuma Yanga wamekuwa wanapofika mwishoni mwa mchezo mara nyingi huwa wanadhibitiwa vikali mno, na ndio maana tunaona mashambulizi hatari yametokea mwishoni, ikiwa tumeweza kuona mchezaji kama Kibu Denis ameweza kupata mipira kabisa ya wazi ya kichwa ambaye pengine amejaribu kufanya majaribu mazuri, lakini naweza ngasema kwamba Yanga wameokolewa na
goalkeeper ambaye amekuwa akisimamia milingoti ile mitatu, hapa nazungumzia Diarra, amekuwa akifanya vyema sana kuhakikisha Yanga wanaendelea kuwa babe wa dabi ya Kariakoo. Hilo naweza ngasema kwamba Yanga mara nyingi wanaishiwa nguvu. Kwa hiyo hilo ni jambo namba 7 ambalo linatuonyesha kwamba Yanga imekuwa ni timu dhaifu mbele ya Simba licha ya kwamba wamekuwa wakipata matokeo. Jambo namba 6 nitaenda kupisha katika uamuzi wa makocha juu ya mabadiliko ya haraka. Mabadiliko hayo yamekuwa hajaridhisha watu wengi sana. Naweza ngasema kwamba pengine kocha Fadlu Davis katika klabu ya Simba ajaribu kutafakari kwa kina mabadiliko ambayo amekuwa akiyafanya. Pengine anatakiwa kuanzisha wachezaji ambao ni hatari. Kwa mfano mchezaji kama Joshua Budo Mutale ni mchezaji ambaye amekuwa ni hatari akifanya, unaangalia pressing zake na pale anapopata mpira ndani ya box anajua namna ya kucheza na triangle akiwa ndani ya box, lakini pia kumchezesha mchezaji kama Kibisawala, hapa namzungumzia Limpanzo, pengine inahitaji kuchezeshwa na Joshua Budo Mutale. Pengine angemwanzisha Joshua Budo Mutale akawa na Kibisawala pale, boli lingechezwa na tungefurahia mchezo wa leo, pengine Simba wangeibuka na ushindi. Lakini maamuzi ya kocha pia yameweza kumzalilisha kocha Fadlu Davis na kuonekana Simba wamekuwa tu ni wateja wa Yanga. Kwa hiyo hilo ni kosa ambalo pengine kocha Fadlu Davis inabidi aliangalia kwa kina. Jambo namba 5 tena kuangalia kuhusu kupuza na kutoa huduma, yani service nzuri kwa washambuliaji. Naweza kusema kwamba washambuliaji hawajapewa nafasi nzuri sana ya kupokea mipira mizuri. Kwa mfano hapa nazungumzia washambuliaji katika klabu ya Simba, tusiwalaumu sana, lakini pengine mipira ambayo wanapewa mipira katika sehemu ambayo inakuwa sio salama zaidi. Hivyo tuangalie wachezaji wa katikati ambao wanapaswa kutupa mipira mbele, wao pia wana makosa makubwa pengine ambayo wanatakiwa wasaishe. Ndio maana Simba wameshindwa kupata matokeo licha ya kwamba wamecheza mpira mzuri mbele ya Yanga, na Yanga wamecheza mpira wa ajabu na mpira wa hovyo, lakini wameweza kushinda goli moja, japo goli hilo naweza ngasema kwamba kina namna fulani lina utata ndani yake. Pengine hilo marefa wa Tanzania wanatakiwa waendelee kujitafakari kwa kina. Jambo namba 4 nitaenda kukupitisha katika kuepukana na fouls kuhusiana na issue za mipira kutenga. Naweza ngasema kwamba ukiangalia hata katika klabu ya Yanga ilikuwa ni almanusura sana idhibitiwe na ifungwe katika ile mipira ya kutenga, na hii wamekuwa wakifanya makosa katika maeneo ya karibu sana na boksi, na hilo jambo limewapelekea, ukiangalia kuna mpira ambao Kibu Denis aliweza kuipokea, ilikuwa ni almanusura iwe goli zaidi ya mara 2, amejaribu kuifunga ile mipira ya adhabu. Hivyo Yanga wamefanya makosa mengi sana katika eneo la nje ya box kidogo, ambaye ni mpira wa hatari pale Jean Charles au anapokuwa nyuma mpira kwa ajili ya kupiga foul za kudumbukiza. Lakini jambo namba 3 tutakupitisha katika ulinzi usio imara. Hapa tunaangalia mapungufu ya klabu ya Simba. Wamekuwa na ulinzi fulani ambao mara nyingi wanakuwa wanategeana mpira unapokwenda mbele. Yanga wamekuwa wakifanya mashambulizi ya kushtukiza, unashangaa mpira umepigwa haraka bila pengine mabeki kujipanga. Lakini hapa tunaweza tukamsifu mchezaji Rushaine De Reuck kwa kuokoa mipira hii. Kwa hiyo naweza ngasema kwamba Rushaine De Reuck pengine anahitaji kupewa man of the match. Lakini pia hapa tunaangalia kuhusu upungufu wa umoja wa safu kati ya walinzi. Kwa hiyo naweza ngasema katika upande wa Simba pengine Shomari Kapombe wamwangalie namna yake, bado hajawa vizuri sana katika kudhibiti mipira pale pindi anapokuwa katika eneo la ulinzi. Lakini jambo namba 1 tunaweza kuonesha kwamba jinsi walivyopoteza nafasi, hili ni jambo ambalo limelemea katika klabu ya Yanga. Yanga wamepoteza nafasi nyingi sana ambazo zilikuwa ni za wazi. Nafasi hizi pengine wangezitumia vizuri, wangeweza kufunga mabao mengi sana, lakini wamepoteza nafasi za wazi. Hivyo imepelekea watu wengi kusema kwamba Yanga wamecheza mpira hovyo. Kulingana mambo haya 10, utaona kabisa mambo zaidi ya 6 hadi 7 yamelemea katika upande wa Yanga. Hivyo hii inatuonyesha kwamba Yanga wamecheza mpira hovyo japo wameshinda. Lakini jambo ambalo limeweza kutatiza watu wengi ni kuhusiana na goli ambalo limeweza kufungwa na Pacome Zouzoua, ambaye inasemekana kama ilikuwa ni mpira utata ambao pengine ile ilistahili kwa offside, lakini mwamuzi ambaye anamsaidia mwamuzi wa kati ameshindwa kutatua maamuzi hayo. Unazungumziaje kuhusiana haya mambo 10 ambayo nimeweza kutajia? Share comment yako hapo chini. Blue House ndio hapa, mimi ni Dax_. Subscribe hapo chini. Hapa ni Dax Media. Asante.